Nusu fainali kwenye upande wa kombe la Muungano. Tunafahamu kwamba siku hii leo kwa upande wa klabu ya Yanga wanashuka dimbani pale Pemba, ambapo wanakwenda kupambana moja kwa moja na Zimamoto, moja mchezo ambao unaonyesha kabisa kwamba utakuwa ni mzuri zaidi kulingana na timu za Zanzibar zinapoonekana kwamba zimejiboresha kweli kweli, na tayari kwa upande wa mwalimu wameweza kuandaa jeshi lake ambalo linakwenda kupambana moja kwa moja kwa ajili ya kufuzu hatua ya finali. Lolote linaweza likatokea kwenye mechi hiyo. Sasa tayari ninacho kikosi hapa, lakini kabla sijakwenda kukutajia nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Twende tuangazie pamoja kwa moja kikosi kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans kwa kile ambacho wamekionyesha kwamba wanakitaka kwenye mechi ya siku ya hii leo. Kwa upande wa golini yupo Komein Abubakar. Kwa upande wa Komein Abubakar tunafahamu ni mmoja wa golikipa ambaye kwa siku za hivi karibuni pale ambapo anapata nafasi anaonyesha ubora wake. Maana kwamba kwa upande wa Mwalimu Rudi Hamdi anafahamu nini hasa ambacho anakihitaji, na anafahamu kwamba ni golikipa ambaye anaweza kumuonyesha kile kitu ambacho anakihitaji. Wakati huo pia kwenye eneo la beki wa pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Kwa upande wa Israel Patrick Mwenda tunafahamu namna ambavyo amekuwa anacheza mara zote, akipata nafasi anaonyesha ubora wake, akipata nafasi anaonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani, yeye ni mchezaji ambaye anahitaji nini, maana kwamba moja kwa moja yupo kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto yuko Nixon Kibabage. Kwa upande wa Nixon Kibabage tunafahamu pia namna ambavyo amekuwa akiweza kuonyesha ubora wake, akipata nafasi anaonyesha kwamba yeye pia ni mchezaji wa aina gani, maana kwamba mwalimu kwa namna ambavyo anahitaji kumtumia ni kutumia kasi yake zaidi, kukimbia kwenye eneo la mbele huku akipiga cross. Lakini pia kwenye eneo la beki wakati yupo Bakari Nondo Mwamnyeto, ambaye tunafahamu ndiye nahodha ndani ya kikosi cha Yanga. Tunafahamu ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuwini mipira ya aina yoyote ya juu pamoja na chini, maana kwamba mwalimu Milud anatamani kuona namna hiyo kwa upande wa mchezaji huyo. Lakini pia Ibrahim Baka moja kwa moja atakwenda kusimama kwenye eneo hilo. Tunafahamu mchezo uliopita alianzia bench, lakini kwa wakati huu mwalimu ameona aweze kumpa nafasi kwenye eneo hilo ili aweze kuonyesha kile ambacho anakihitaji. Lakini pia kwenye eneo la kiungo moja kwa moja anakwenda kusimama Mudathir Yahya. Kwa upande wa Mudathir Yahya tunafahamu ubora wake, tunafahamu pia utulivu wake, tunafahamu nini hasa ambacho atakuwa anakihitaji moja kwa moja kwenye mchezo huo. Mudathir ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni timamu kweli kweli. Lakini pia Max Nzengeli moja kwa moja atakwenda kusimama kwenye eneo hilo la kiungo akisaidiana na Mudathir kwa kile ambacho anakihitaji mwalimu. Lakini pia Dennis Nkane moja kwa moja atasimama kwenye eneo la winga ya pembeni kulia. Kwa upande wa Dennis Nkane anaonyesha kwamba kuna kitu hasa ambacho amejiongeza ama anacho ambacho kwa upande wake ameanza kukionyesha taratibu. Lakini pia Faridi Maliki Musa atakuwepo kwenye eneo la winga ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Faridi Musa tunafahamu kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Lakini pia kwa wakati huu mwalimu amekuja na aina tofauti ya mfumo wake, ya maana kwamba watakuwepo washambuliaji wawili. Atakuwepo Jonathan Ikangalombo. Tunafahamu kwa upande wa Ikangalombo si mshambuliaji rasmi, lakini mwalimu atataka kumtumia kwenye eneo hilo pamoja na Stefan Azizikia. Maana kwamba hicho ndicho kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga ambacho kitavaana moja kwa moja na Zimamoto.